tangu kutumwa kwa maafisa wa polisi katika eneo la Tana Delta kwa lengo la kuimarisha usalama pamoja na kuwapokonya wenyeji silaha haramu zilizo mkononi mwa wenyeji hao. Wamelalamika kwa kusema kuwa maafisa wa polisi wamekuwa wakiwanyanyasa kwa kuadhibu pamoja na kutumia nguvu kupita kiasi. Mbunge wa eneo hilo Danson Mngatana ametaka zoezi hilo la kutafuta silaha haramu kusitishwa, huku akiwataka walinda usalama kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Juma moja tu baada ya vikosi vya walinda usalama kutumwa katika eneo la Tana Delta kuimarisha usalama pamoja na kuwapokonya wenyeji wa eneo hilo silaha haramu, wenyeji wa eneo hilo wameanza kulalamikia kile wanachokita kama utumiaji wa nguvu kupita kiasi, na matokeo yake wengi wanasema wamepata majeraha walionao baada ya kuadhibiwa na maafisa wa GSU. Kuna wenzangu pia hali yao ni mbaya mpaka saa hii, wameumizwa vibaya, watu karibu 30 na bado wako nyumbani. Sisi watu 3 tumeletwa hospitalini. Kutokana na hali hii, wengi sasa wameitaka serikali kusitisha shughuli ya kusaka silaha haramu kwa kigezo cha ukiukiaji wa haki za kibinadamu. Tunalala kwa nyumba zetu, tumeamka salama, tumeona tu serikali wamezingira sisi. Wenyeji hao wanasema kuwa maafisa hao wa polisi walivamia vijiji vya Ozi, Dide, Waride, Kipini, Odhole, Dansa na hata Vitere, vijiji ambavyo wenyeji wake ni watu wa jamii ya Wapokomo na ile ya Orma, na kutumia nguvu kupita kiasi. Baadhi ya waliojeruhiwa sasa wamehamishwa hadi hospitali ya Malindi na ngao kupokea matibabu. All these operations isimamishwe kwa muda kwanza, yeye ajaribu kuleta uwiano katika hawa watu ambao wanakoseana heshima na wanakoseana kwa mali zao. Juhudi zetu za kutaka kuwasiliana na naibu kamishna wa polisi Anthony Kamitu anayeshughulikia na operesheni katika eneo hilo hazikuzaa matunda, ingawa awali afisa huyo alinukuliwa akisema kuwa shughuli hiyo haitakuwa na ukiukaji wowote wa haki za kibinadamu. Kwa sasa zaidi ya watu 15,000 wamekosa makao na kulazimika kuishi katika kambi za Witu na Dide Waride, ili hali wengine wakilazimika kutafuta hifadhi kwa jamaa zao katika wilaya jirani za Lamu, Magarini, Malindi na Mombasa.